Tunaishi kwenye karne ya 21 na huenda unakutana na matukio ya kushangaza na ya kustajabisha mpaka unajiuliza hii dunia inaelekea wapi. Lakini leo acha nikurudishe nyuma kidogo. Kulikuwa na mtu anaitwa Attila. Attila ni miongoni mwa watu walioacha historia za kustajabisha ndani ya uso wa dunia. Alikuwa mmoja wa watu waliotetemesha Ulaya yote. Miji iliungua, falme ziliporomoka, na jina lake lilitosha kuleta hofu. Jina lake lilikuwa Attila, lakini cha kushangaza sio jinsi alivyoishi, ni jinsi alivyozikwa. Mwaka 453 baada ya Kristo, Attila alifariki ghafla, si vitani, si kwa mkono wa adui. Alikufa usiku wa harusi yake akiwa na biharusi wake mpya. Habari za kifo chake zilitikisa dola nzima ya wahani, lakini walichofanya baada ya hapo ndicho kilichogeuka kuwa fumbo la kihistoria. Kulingana na simulizi za kale, Attila alizikwa kwa heshima isiyo ya kawaida. Mwili wake uliwekwa ndani ya majeneza matatu, lakini la kwanza lilitengenezwa kwa dhahabu kuwakilisha utajiri na ushindi wake. Jeneza la pili lilikuwa la fedha kuwakilisha nguvu na mamlaka ya Attila, na jeneza la tatu la nje kabisa lilikuwa la chuma kuwakilisha vita na damu aliyoiacha nyuma. Lakini hilo halikuwa mwisho wa siri na kisa cha ajabu cha mazishi ya Attila. Inasemekana kwamba ili kaburi lake lisigundulike kamwe, mtiririko wa mkondo wa mto ulichepushwa ili Attila azikwe chini ya mto huo. Baada ya mazishi kukamilika, maji ya mto yakarejeshwa kwenye mkondo wa awali. Kisha wale wote waliohusika kumzika waliuawa ghafla, ili kusiwe na hata mmoja angeweza kufichua mahali kaburi lake lilipo. Jeshi lake lilimlilia kwa njia ya ajabu. Hawakulia kwa machozi, walijikata miili yao wenyewe wakisema, shujaa mkubwa hapaswi kuliliwa kwa machozi ya wanawake, bali kwa damu ya wanaume. Mpaka leo kaburi la Attila halijawahi kupatikana. Hakuna ramani, hakuna alama, hakuna ushahidi wa moja kwa moja. Wengine wanasema yupo mahali fulani katika mito ya Ulaya ya kati. Wengine wanaamini hadithi hiyo ni fumbo tu lililoongezwa chumvi na historia. Lakini jambo moja la hakika, hata kifo chake Attila aliendelea kuwa tishio kwelikweli. Siri yake ilizikwa pamoja naye, na labda ndio maana historia bado inamkumbuka, si kwa kaburi lake, bali kwa hofu aliyoiacha nyuma ya uso wa dunia.